Wakizungumza katika mazishi ya marehemu Abdalla Juma, familia ya marehemu wanasema wamekubali kupokea mwili na kuuzika baada ya mgodi huo kutoa fedha za kugharamikia shughuli za mazishi. Baada ya tukio hili la vuta ni kuvute la siku 3 wa mwili wa ndugu yetu kuwa mochwali, kampuni la mgodi sisi tulikuwa tumeomba kama wafamilia watusaidie pesa ya kuendeshea mazishi, na baada ya sheria kufuatiliwa, kweli mgodi umetutendea haki. Wametupa shilingi milioni 2 kama pesa ya kushughulikia mazishi ya ndugu yetu. Tulishindana na uongozi wa Nyamishiga walivyotuletea ule mwili, tukaenda kituo cha polisi tukaripoti, tukaenda nao, ikabidi upeleke ule mwili mochwali ambao ni sehemu moja inaitwa Katoro. Tukafanya mazungumzo kuanzia jana, hatimaye ile timisho wa uongozi wa Nyamishiga tukawa tumekubaliana nao kwa siku ya leo. Siku ya leo Mwenyezi Mungu ametusaidia, tumeamka vizuri, mwenzetu tumemstiri, tulikubaliana na uongozi wa Nyamishiga kulipa zile haki yake na kuendesha msiba. Waombolezaji katika msiba huu wamewataka wamiliki wa migodi kuwalipa stahiki zao wachimbaji wadogo wanaofanya kazi katika migodi yao. Ila mimi na washauri wenye migodi hizo, mgodi wowote ule, na washauri wanapopata watu matatizo kama haya, wako kiutafutaji, wasiendelee kutuona kama hatufai, wafate sheria inavyotakiwa na kufuatilia inatakiwaje mtu wetu huyu tumfikishe kwao, tukakabidhi kisheria inavyotakiwa, sio wewe wajanja. Tumechukua mwili wetu, na baada ya kuchukua mwili wetu leo ndio siku ya kustiri. Tumeustiri baada ya makubaliano kutoka huko ulikokuwa Nyamishiga. Kwenye changamoto tulioipata ile baada ya kuwa kwenye mabishano, tumebishana sana baada ya kuwa kwamba watupe mwili wetu, na wao wakawa wameupeleka sehemu kwenda kuhifadhi wao kama wao. Lakini kwa siku ya leo baada ya makubaliano ndio tumechukua mwili wetu na tumeustiri. Mwenyekiti wa kamati ya maafa eneo la Lwamgasa Bwana Dionis Marco anasema mvutano huo wa siku 3 baina ya familia na mgodi umeleta usumbufu mkubwa ndani ya jamii. Usumbufu ulijitokeza baada ya kuwa tumeletewa mwili, baadaye watu wa mgodini wakapanga kututelekezea mwili wa marehemu. Walipofikisha kwenye uongozi wetu, tukasema hii haiwezi kukaa sawa, kwa sababu huwezi kuleta mwili wa mtu ambaye amefia eneo la kazi. Kwa kufuata utaratibu wa watu wanaokuwa wanafanya kazi migodini, lazima utoe hela kwa ajili ya kuendeshea msiba na kwa ajili ya kutoa kama kuna madeni ambayo alikuwa anadai alipo stahiki zake. Na kwa kufanya hivi tunaushukuru sana mgodi, baada ya kuwa na utata wa muda mrefu, sasa tatizo hili limefika mwisho, wametoa kila kitu, stahiki zake zote za marehemu amepata. Ndio maana mpaka kufika hapa sasa mwili wa marehemu tumeupokea na tayari tumemaliza kuhifadhi kwenye nyumba yake ya milele. Safari ya marehemu Abdalla Juma imeishia katika eneo hili la makaburi. Kutoka hapa Lwamgasa mkoani Geita, Basil Elias, ITV. ITV Super Brand Afrika Mashariki.